Mgonjwa wa kwanza wa saratani ya ngozi nchini Urusi amepatiwa chanjo ya kwanza ya kutibu ugonjwa wake. Chanjo hii ni ya kipekee kwa sababu inaundwa kwa kutumia sampuli za uvimbe wa mgonjwa na kufundisha mwili kuua seli za saratani. Mgonjwa huyu ambaye ni mwanaume wa miaka 60 yupo vizuri na hana athari mbaya toka apokee chanjo hiyo. Atapatiwa dozi kadhaa kila wiki 2 hadi wiki 3 na matokeo ya awali yanatarajiwa baada ya miezi 3. Tayari majaribio kwa wanyama yaliyoonyesha uvimbe unapungua. Chanjo hii inatarajiwa kupatikana bure kupitia bima ya afya ya taifa ya Urusi. Na shirika la ujasusi la Urusi FSB limesema mwanaume mmoja anayeshukiwa kufanya kazi kwa niaba ya Ukraine ameuawa katika mzozo wa risasi na polisi mjini Moscow. FSB ilisema mwanaume huyo alikamatwa alipokuwa anachukua bomu kwa ajili ya shambulio lililopangwa katika kiwanda cha ulinzi cha Urusi. Taarifa zinasema alikuwa akishirikiana na shirika la kijasusi la Ukraine kupanga shughuli mbalimbali ikiwa ni pamoja na usafirishaji wa silaha, ulipuzi wa reli na kuchunguza maeneo yanayoweza kushambuliwa. Na ikulu ya Urusi Kremlin imekana madai ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba Moscow iliipa Kyiv miezi 2 kuondoa majeshi yake kutoka eneo la Donbas. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba majeshi ya Ukraine yangelipaswa kuondoka muda mrefu uliopita kutoka eneo hilo. Zelensky amekataa kuondoa majeshi yake katika maeneo yaliyojiunga na Urusi, akisema hatua hiyo ingeathiri usalama wa Ulaya. Urusi imesema amani ya kudumu inahitaji Ukraine kuwa bila jeshi na isiyoegemea upande wowote na kutambua eneo la Donbas lililojiunga na Russia. Mimi ni Amina Kanyinyi wa Dau TV.